وقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وحيانا وتمم به نعمك علينا شاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. Jana tulieleza utangulizi wa sura yetu, suratu Tauba, suratu Baraa, sura ambayo ina majina mengi na ni sura ya mwisho kuteremka kama sura hii. Na Qul huwallahu iliteremka kama sura, ilikuwa ni ya mwisho mwaka wa 9 baada ya mwaka wa 10 Mtume alikufa. Kwa hivyo declaration zozote zilizotoka zilikuwa ni kuonesha mabda ya Muislamu, ya Waislamu juu ya da'wa, juu ya Masjid al-Haram. Kutuwekea wasi, hakutuwatia tufanye vipi. Yeye Mtume kwanza amana rasulu, yeye aamini kwanza na afanya, asemalo lolote kwanza kulifanya, kisha akasema. Akisema aqimu salata, kwanza huswali yeye. Kwa hivyo mabda ya kwanza ilikuwa ni bara'atu min Allahi wa rasulihi. Mabda ya kwanza ilikuwa ni bara'atu min Allahi wa rasulihi. Kisha Mwenyezi Mungu akarejelea tena katika aya ya pili, wakasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Mtu aweza kuuliza kwa nini kusema mara mbili? Mara ya kwanza Mungu ashasema bara'atu min Allahi wa rasulihi. Mwenyezi Mungu ajiepusha, Mwenyezi Mungu ajieka kando, adeclare stand yake yeye na mtume wake juu ya mushrikina. Sasa mvipi ikawa atasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, katika aya ya pili akariri tena? Ni kwamba haikufahamika au ni msimamo mwingine au ni vipi? Ile baraa ya kwanza jaat i'laman bil mabda, ile ni i'lam, you declare watu
kwamba msimamo ni huu, ile mabda yetu ni hini. Ya pili, wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi yawmul hajjil akbar anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasuluhu. Hii ni i'lam, ni kuitangaza. Desturi huambiwa wewe akimi salata, kisha kuna na ilamu ya ile akimi salata, kuna adhani, upijwa adhani wa misikiti yote kila wakati wa swala. Ile ni ilamu, ni kujuzwa kwamba wakati wa swala umefika, na kusisitizwa kuambiwa hayya ala khairil amal, hayya ala alfalah, hayya ala salah, kwamba mwende mkafanye bora ya amali, mwende kwenye ufanisi wa maisha yako, nayo ni swala. Sasa ile ni i'lam. Kuna i'lam na tangazo. I'lam hapa ni adhanu min Allahi, hii ni tangazo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, atangaza. Na adhan wa adhanu min Allahi yatokamana kitu chaitwa udhuni, sikio. Mtu akiwa yeye atakuwa khutubia watu ili wasikize maneno yao, wale watu watumia ala hii ya kusikia. Kwa hivyo sikio ni wasila ya wewe kusikia yale maneno, na kabla hujasema kwanza wewe husikia, husemi kwanza wasikia. Na ukitomsikia yule mwenye kusema, wewe hutaweza kusema, lazima kwanza usikie. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya nyingine akwambia summun bukmun, ikiwa husikii huwezi sema. Na mtu kwanza akizaliwa, akitoka kwa mamake haoni. Ukenda kwa mtoto mchanga pale, wewe utamwadhinia kwa sababu asikia, na ukimpigia kelele aweza kushtuka. Lakini ukimwekea kidole hivi kwenye macho yake, ni socket tu ziko pale, lakini hakuna kuona. Ndio Mwenyezi Mungu katika aya nyingine kakumweleza binadamu akasema wajaala lakumus sama wal absara, akawajalia nyinyi masikizi. Imekuja kwa mufrad, kisha ni kuona, wal absara huja baadaye. Ukitoka ulimwenguni wewe huwa huoni, wasikia, watoa sauti.
Na Mwenyezi Mungu ameeleza miujiza mingi juu ya masikizi. Wale ashabul kahfi waliingia kwenye pango. Mwenyezi Mungu akasema fadharabna ala adhanihim, tuliyapiga masikio yao wakawa hawasikii. Kwa sababu katika kusikia huwezi kutagua, hili nataka kusikia, hili sitaki kusikia. Jito kuona waweza kujiziwia usiangalie, lakini masikizi hakuna namna ya kujiziwia. Ndio Mwenyezi Mungu asema fadharabna ala adhanihim fil kahfi, ndani ya pango tulifunga masikio yao, wakawa hawasikii sauti za wanyama, hawasikii maradi, hawasikii mivua, hawasikii kila kitu. Fil kahfi sinin, miaka mingi adada. Walipoulizwa wale baada ya kutoka, kam labithum, ni mmelala siku ngapi? Labithna yawman au ba'dha yawmin, walisema sisi tumelala siku moja au siku ya pili tu, kwa sababu binadamu hawezi lala zaidi ya siku 3. Huwezi lala maisha yako zaidi ya siku 2. Na huwezi lala usiathirike. Ndio matabibu hukwambia lazima umzungue huyu, upate kitanda cha kumzungua, au utamea vidonda kwenye mwili wako. Haiwezekani wewe ulale wiki 2, wiki 3, mwezi bila ya kuzunguliwa. Utakuwa na matabibu atakwambia huyu atakufa huyu, vidonda hivi utamea vidonda. Kuna vitanda vimewekwa siku hizi ambazo kwamba za shughulikia wagonjwa, ili wenye kulala sana hawezi kupinduka na nini, lakini pia vile vile hutaka kupinduliwa. Mwenyezi Mungu akaonesha miujiza yake kwa wale watu wameketi miaka 309. Miaka 309, na ni kitu ambacho kwamba chajulikana na mahali pajulikanwa na watu wa tarehe kadhaa. Mwenyezi Mungu asema wanukallibuhum, tukawageuza dhata al-yamini wa dhata shimali, tukawageuza kulia na katika kulala kwao, ili wasiathirike. Na Mwenyezi Mungu akalifanya lile jua lapita pale, wapata jua. Watara shamsa idha tala'at tazawaru an kafihim. Hii ni katika ijaz, miujiza ya Mwenyezi Mungu akitaka kuwanusuru watu. Wale walinusuriwa kwa sababu gani? Innahum fityatun amanu bi rabbihim, wale walikuwa ni vijana walimwamini Mola wao. Si vijana hati kwa kuwa wajua sana kusoma, hawakuwa mascientist, hawakuwa ni watu wajua kitabu Qur'ani wamehifadhi au Biblia wamehifadhi, lakini walikuwa na kitu chaitwa imani. Walikuwa wakimkimbia mfalme mbaya aliokuja kwa wakati wao, wakaingia kwenye pango. Mwenyezi Mungu akawanusuru. Tena wakaingia na jibwa, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bilwasid, na yule jibwa likaingia na wao kuwakinga
na huku amefungua mikono yake, manake kutisha kwamba ukiingia nitakunyanyura. Kuonesha nguvu za Mwenyezi Mungu, kuonesha nguvu za imani, kuonesha mtu akiwa na imani, Mwenyezi Mungu hukutolea njia yoyote ya kukunusuru. Mwenyezi Mungu alisema innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Na ikiwa jibwa lilitukuka kwa sababu ya watu wema, yule jibwa ametukuliwa na watu wema, amekuwa atajwa ndani ya Qur'ani mpaka kiyama. Aya hii ni lazima itajwe, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Ni utukufu mkubwa sana. Na jibu ambalo litakuwa peponi, moja ni katika wanyama watakuwa peponi, moja ni huyo. Kwa hivyo ukifuatana na watu wema, ukiwa na watu wema, siku zote Mwenyezi Mungu atakufufua na watu wema. Ndio Mtume akasema almar'u ma'a man ahabba, mtu atafufuliwa na wale watu uwapendao. Mtume alikuwa safari moja ameketi msikitini aieleza kiyama, na watu wote wasikiliza, matozi yawatoka. Wajua masahaba, Mtume akisema wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu min ad-dam'i, utaona matozi yao yatoka. Waona sasa hivi ni kiyama, watu waketi attention, mpaka nyama ndege huja wakitua kwenye mabega yao, ile attention. Mara akatokea bedui, alipotokea bedui watu wasema yale, akamwambia, akainua sauti akamwambia matasaa ya Rasulullah. Watu wakashtuka, wengine wakakasirika. Wajua masahaba wana ile adabu hali ya juu, hawasemi mbele ya Mtume. Yule semea tukamwambia matasaa, lini cho kiyama tuambiacho wewe? Mtume akamwambia wama a'dadta laha, na wewe umekiandalia nini hicho kiyama? Akamwambia mimi sikiandalia kwa chochote, kwa sababu ya swala nyingi wala saumu nyingi wala nini. Umekiandalia kwa nini? Nasema mimi nampenda Mungu na mtume wake. Basi pale pale Mtume akasema almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa na wale watu ambao kwamba awapenda. Masahaba walifurahi sana badala ya kukasirika. Anas bin Malik asema tumsikia Mtume maneno mengi juu ya swala, juu ya saumu, juu ya zaka, juu ya hili na nini. Tunataka kila kitu cha kutupeleka sisi peponi. Kumbe kuna shortcut, mapenzi ya Mungu na mtume wake. Sasa ukiwapenda watu wema, masahaba wametukuka si kwa sababu ya lolote, ni kwa sababu mtume akiwaona. Pale mtume alipokuwa akikanyaga, pale mtume alipokuwa akisujudu, ni sehemu katika sehemu ya pepo, kuonesha ile adhama kubwa. Na yule jibwa lile wa kalbuhum basitun dhira'ihi, kwa sababu alikuwa na wale watu wema. Limetukuka jibwa kwa sababu ya watu wema. Je, itakuwa binadamu?
Waswahili ukwambia ukifuatana na manga utanukato. Zamani wale wa manga ndio wakija na manukato ya mafuta mazuri, basi ukifuatana naye utanuka harufu nzuri. Na ukifuatana na mvuzi utanuka vumba. Ukifuatana na mtu ambaye avua samaki, na wewe utanuka vumba la samaki. Kwa hivyo watu wema ndio saa zote kwenye Qur'ani, walhiqni bisalihin. Mitume ikisema hivyo, walhiqni bisalihina. Na watu wema utawapata vipi? Utawapata kwenye mkusanyiko kwenye namna hii. Hujui nani hapa mtu mwema, waenezee tele wenyewe. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe hatakuwa hajijui, watu hawamjui. Naweza kuwa mtu mkubwa sana. Nabii Musa juu ya ulul azmi minar rusul aliambiwa, nenda marajal bahreni, utapambana na mtu abdu min ibadina, mja katika waja wetu, katika waja wema, na yeye ni mtume. Je, sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Saidina Umar na akamwambia na Saidina Ali, itakuja wakati kuna mtu akiitwa Uwaisul Qarni, mkimwona mkipambana na Uwaisul Qarni, basi ombani dua kwake. Yule ni sahaba wa Mtume, wako karibu. Na Saidina Ali ni imamu Mtume mwenyewe ashasema mengi, lakini amwambia utapambana na Uwaisul Qarni, basi takadua kwake. Uwaisul Qarni ni baada Mtume amekufa, Saidina Abubakar amekufa, akakatwa Saidina Ali, wakaja watu kutoka Yaman. Na akakumbuka Saidina Ali kwamba Mtume alimwambia kutakuja wafdi kutoka Yaman, kuna Uwaisul Qarni atakuwepo hapo, sasa wamtafuta. Walipokuja wale watu kutoka Yaman, Mtume huyu Saidina Umar akafurahi sana, akamwambia watu wote wamekuja, kuna yoyote? Akamwambia kuna afikum Uwaisul Qarni. Yuko kijana, maana atunza wanyama wetu, tanboy. Ambaye huyo ndio nimtakaye, mleteni. Saidina Umar akaenda akamuona na alama kwenye mkono wake, akamwambia huyo ndio nitaketi naye kando. Akamwambia Mtume amenambia mimi na amemwambia Ali kwamba tukikupata wewe tutake dua kwako. Amirul Mu'minin, na wewe utaketi hapa na mimi. Akamwambia dua nitakupa kwa sababu umeniomba, siwezi kukataa, lakini uketi hapa siwezi, lazima nirudi na kuomba unipe. Na nakuomba jambo la pili, usimwambie mtu mwingine yoyote. Alipokuambia Mtume usimwambie mtu. Sisi wataka wewe utiwe kwenye mitandao, watu wote wapate habari. Mitandao yote utakuwa umetiwa, lakini yeye alimwambia la, sitaki kunena, usinitangazie. Hapa ni katika kuonesha wale watu wema huwa namna gani, na watu wema lazima uwakusudie, na kila mtu yataka umdhanie uzuri, hujui yule yuko vipi, kwa sababu Mwenyezi Mungu si hawa watu wa Maka waliambia wa adhanu min Allahi wa rasulihi, na Mwenyezi Mungu pia amedeclare war na watu ambao kwamba man adha li waliyan faqad adhantuhu bil harbi,
I declare war. Mwenyezi Mungu asema, mwenye kuniudhia walii wangu. Walii ni mtu gani? Ni mtu ambaye kwamba amemwachia Mungu mambo yake yote, amemtawalishia mambo yote Mwenyezi Mungu, ana cheo kikubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Basi ukijaribu kupambana na walii wake ukamkosea, manake umeshika live wire wewe, ni hatari. Kwa hivyo kila mtu wewe yataka uwe na dhani, umdhanie vizuri. Humjui yule mtu yuko vipi na Mwenyezi Mungu. Pengine inaweza kuwa ni hatari, wewe wamdharau, lakini pengine ikawa ni hatari. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nasi yawmul hajjil akbar. Hapa Mwenyezi Mungu ta'mim fil makan, declare ilam ya mahali gani itafanywa. Huu ni mwaka wa 9, Mtume mwaka wa 10 yuenda kuhiji. Vipi atahiji na mushrikina? Vipi atahiji na watu ambao kwamba watufu tupu? Akampeleka Sayyid Abu Bakar, nenda kawaambie nawapa miezi 4. Baada ya miezi 4 Mwenyezi Mungu adeclare war na nyinyi. Fasihu fil ardi 4 ashhur. Hatuwashambulia, twawapa muhula mujisalimishe, na hatohiji mtu tupu, hatohiji mtu akiwa ni mushrik. Ili asishiriki katika ile amali ya hija. Leo wanaoendesha security system yote ni Mayahudi nda katika Jaziratul Arab. Muonazo le CCTV nini, applications nini, zote. Kuna Waarabu waenda ushamu mambo yale. Na Mwenyezi Mungu asema katika surati Tauba, tutakuja ukisema innamal mushrikuna najas, ni najisi. Fala yakrabu almasjid alharami, wasikurubie kama maturistu, hata wafanyikazi, si maturist. Fala yakrabu almasjid alharami ba'da amihi ba'atha, baada mwaka huu. Kisha Mwenyezi Mungu ajua nyinyi mwafikiria nini, itakuwaje, hakuna wezao mambo haya, tutafukarika, tutafanyika hivi. Wa in khiftum aila, ikiwa mutachelea ufukara, hamutaweza kuendesha mambo yenu bila ya hawa, fasawfa yughnikumullahu min fadlih, Mwenyezi Mungu atawakwasisha kwa fadhila zake. Leo kila kitu Mwenyezi Mungu ameijalia pale mahali, warzuq ahlahu min athamarati. Thamarati ni nini? Ni matunda tu. Watapata vipi matunda? Kila sababu ya kuyapata matunda wanayo wao.
wamepewa crude oil, wamepewa minerals, na zote hizo pia hazifai. Wamepewa na jua hili, solar energy, waweza kuitumia, mtu yoyote hawezi kuitumia kama wao. Jua la kiyama, solar energy yafanya kila kitu. Dhahabu haijaguswa. Kisha uwa na ile nyumba ni source of income. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, muabuduni huyu Mungu aliowapa hii nyumba, amewapa gold mine. Watu ambao wanakwenda umra, sikwambii Maka, sikwambii hija, millions zaingia, millions zaingia. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Ile pesa zinazoingia kwa umra peke yake millions, kila kwa teremka ndege kwa nino, watu waogopa hata kuambia kitu. Nyinyi World Health Organization ya nyamaza kimya. Hawataki World Health Organization kuwa na convention zaidi ya watu milioni 2 wakati mmoja, lakini hawawezi kuambia. Mwenyezi Mungu amewatia kicho kuwaogopa nyinyi, lakini nyinyi hamujui thamani yenu. Leo Trump akinyoshewa kidole aweza kulala chini, kwa sababu hamumuhitaji mtu yoyote kitu chochote. Muna ile nyumba Al-Baitul Atiq, Al-Arusatu Sauda, ile pembe nne imebadilisha dynamics kabisa za Uislamu. Ndio Mwenyezi Mungu, Mtume alimwambia Saidina Abubakar, nenda kawaambie, wa adhanu minallahi wa rasulihi ila nasi yawmul hajjil akbar. Yawmul hajjil akbar ni siku gani? Wanazuoni wanasema ni siku ya Arafa. Ilikuwa siku ya Arafa. Wengine wanasema la, ni yawmun nahri, kwa sababu ibada zote ziko yawmun nahri. Kuna kutinda, kuna kunyoa nyele, kwenye tawafu lifadha ni yawmun nahri, yawmul hajjil akbar. Anna Allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu, na mtume wake, si Mungu tu, na mtume wake, kuonesha Mwenyezi Mungu aiweka ile adhama ya mtume juu, ilikuwa haina haja kumtaja wa rasuluhu. Fa in tubtum, ikiwa mutatubia, mmevunja mikataba, sasa ikiwa mutatubia, fa huwa khairul lakum, ni khairi. Hii ni khairi. Illa alladhina ahadtum min almushrikina, isipokuwa wale ambao kwamba wametukua ahadi katika mushrikina. Thumma lam yamkusukum shay'an, tena hawakufanya kupunguza kitu chochote katika ile ahadi. Walam yudhahiru alaykum ahadan, wala hawakujaribu kusaidiana
kwa namna yoyote ya kumpinga Mwenyezi Mungu na kumpinga mtume katika kuvuta ahadi, fa'atimu ilayhim ahdahum, ikiwa ni watu namna hiyo basi watimilizie mule muda wao, ile treaties walivyosaini na mtume wakubalie vile vile. Uislamu waheshimu ahadi. Awfu bil uqud ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Wa muhimu sana na mtu yoyote kufanya mkataba, na akiwata uheshimu mkataba hufai kumvunda ule mkataba. Fa'atimu ilayhim ahdahum, watimilizie wale watu ahdi zao, ila muddatihim, kwa ile kwa muda wao walivyo andikiana na nyinyi. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu tawabin, awapenda watu wenye kutubia. Naam, yuhibbu almuttaqin, awapenda watu wenye kujikinga na balaya yoyote, kujikinga na maasiya, kujikinga na kila aina ya kinga. Sasa tuingia kwenye aya ambayo kwamba ina utata sana, yatakaifahamike vizuri sana. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum, zikimalizika hizi miezi mitakatifu, je, kuna mabdaa gani? Tutaishi vipi na nyinyi? Mwenyezi Mungu akapeleka message, na message ya pili ilipelekwa na Saidina Ali, kama tulivyosema kwamba message siku zote hupeleka yule mtu ambaye kwamba ni wa karibu sana. Saidina Ali akaenda akawaambia, fa idhan salakha al-ashhurul hurum, ile message utegemea mtu gani aisema. Mwenyezi Mungu amempa mtume, na mtume akampa Saidina Ali, yatoka from the horse's mouth. Saidina Ali akenda siku ile wako Mina, akainuka Saidina Ali katika kuieleza hizi. Wallahu wa rasulu alam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Darasa yetu ya jana tulifanya mukaddima ya maudhui ya al-Khulafa ar-Rashidun. Tukasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi yake
alieleza kuwa khilafa baada ya kufa kwake itakuwa ni miaka 30, kisha baada yake itakuwa ni ufalme na ufalme, kama ilivyopokewa katika hadithi. Tukikusudia khilafa baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhalifa Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq na Sayyidina Umar al-Faruq na Sayyidina Uthman ibn Affan na Sayyidina Ali ibn Abi Talib, kwa hawa ni katika wale al-khulafa ar-rashidun, na hawa ni kwa madhhabi yetu ya ahli sunna wal jamaa. Ukienda katika madhahib mengine ambao si ya ahli sunna wal jamaa, wana khalifa wao na wana viongozi wao ambao wamewaweka ama wametaguliwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sisi tukizungumzia katika makhalifa, tuwakusudia makhalifa wa ahli sunna wal jamaa. Khalifa wa kwanza Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ndiye aliyochaguliwa baada kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni muhimu tuangalie background yake, tuangalie tarehe yake. Bwana kama huyu, kabla hatujaingia katika khilafa yake, kwa sababu hawa wote kabla ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutumilizwa walikuwa katika dini nyingine. Walikuwa wengine wao wakiabudu masanamu, lakini ikaja hidayah bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo tutaangalia namna walivyokuwa wakiishi na Mtume kabla ya Uislamu na namna walivyoishi na Mtume katika Uislamu na namna walivyokuwa wakiwepekesha Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, huyu alikuwa ni age-mate ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye na Mtume walipishana miaka miwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa 570 BCE kabla miladi, mwaka wa 570 miladi, na huyu Sayyidina Abu Bakar alizaliwa 572. Kwa hivyo wamepishana miaka miwili. Na Abu Bakar si jina lake haswa, hii ni kunya aliyopatiwa kwa kuwa alikuwa akipenda mno kusimamia wanyama, kusimamia ngamia. Alikuwa na raghba katika wanyama. Kwa hivyo Waarabu walikuwa na culture ya kuwapatia watu makunya na malakab mbali na majina yao waliopatiwa na wazazi wao. Yasemekana kuwa Abu Bakar jina lake ni Abdullah ibn Uthman, na kabla kuitwa Abdullahi alikuwa akiitwa Abdul Kaaba, lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita Abdullah, na babake akiitwa Abu Kuhafa ama Abi Kuhafa, lakini jina lake ilikuwa ni Uthman ibn Amir. Abu Bakar mamake akiitwa Ummul Khair, kwa jina lingine ama jina lake la usawa ni Salma binti Sakhar. Kwa hivyo utaona katika culture ya Waarabu lile jina lako haswa uliopatiwa na wazazi wako si sana kutumika. Sana utasikia linaotumika ni kunya ama lakab. Abu Bakar atoka katika kabila dogo katika mji wa Makka, Banu Tamim. Ilikuwa ni kabila dogo ukilinganisha na makabila mengine kina Banu Hashim na mfano wake, lakini kabila hili lilikuwa na cheo, lilikuwa na utukufu kwa namna walivyokuwa wakijiweka. Ilikuwa si watu wa utata, ilikuwa ni watu ambao
wapenda kufanya sulhu, wapenda kushirikana na watu, si watu wa vurugu vurugu. Na yeye Sayyidina Abu Bakar na mtu wa pili ambaye ni maarufu katika masahaba ni Talha. Hawa wawili ndio masahaba ambao maarufu wanaotoka katika kabila kama hili la Banu Tamim. Mamake Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, alikuwa akimuita Atiq. Kwa sababu gani alikuwa akimuita Atiq? Kwa sababu katika ndoa yao yeye na babake Sayyidina Abu Bakar, kila walipokuwa wakipata mtoto wa kiume alikuwa akifariki. Wakawa wapata watoto wa kike, akipata mtoto wa kiume yafariki. Abu Bakar ndo mtoto wa kwanza wa kiume waliompata wao, ndo akaitwa Atiq, Atiq min al-maut, yani amekuwa mbali na maut, ameokolewa na kifo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam baadaye akalipatia lakab kama hii maana nyingine. Katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam asema, man sarrahu an yandhura ila atiqi min an-nar falyanzur ila hadha. Mtume akatoa bishara kueleza kuwa yoyote yule ambaye atafurahika kumwona mtu ambaye ameokolewa na moto, basi amwangalie huyu, yani amwangalie Sayyidina Abu Bakar. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipatia maana tofauti, maana kubwa zaidi ya lile jina lake la Atiq, kuwa huyu Sayyidina Abu Bakar yeye amewekwa mbali na moto, ameokolewa na moto. Na hii ni bishara kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar katika kuwa kwake alikuwa ni mtu mwenye fahamu mzuri sana. Alikuwa very smart, alikuwa very sharp. Ni mtu ambaye alikuwa na hamu na nasaba za Makureish, akijifundisha zile nasaba, kiasi cha kwamba akimwona mtu tu hivi aweza kukutajia mababu zako wote, wewe watoka wapi, babu yako ni nani, na babu yake ni nani na nani na nani, kwa sababu alikuwa ana raghba na ana hamu ya fani kama hii ya kujua nasaba. Alikuwa akipenda sana mashairi na hii ni moja katika kuonesha akili ya Sayyidina Abu Bakar. Watu wa Arabu wakishindana kwa mashairi, mtu atoa shairi, mwingine wa kujibu kwa shairi, wewe wamjibu tena kwa shairi. Huu ndio ulikuwa katika uslub wa watu wa Makka zama hizo. Istoshe Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq, alikuwa mfanyibiashara hodari mno. Yeye alijishughulisha na biashara kuanzia katika ujana wake, na alikuwa akiuza vitambara na nguo hizi, na watu wakimpenda Sayyidina Abu Bakar katika biashara kwa sababu ya uaminifu wake na ukweli wake na muamala wake mzuri katika kufanya biashara. Alikuwa hana mambo ya kudanganya katika biashara, alikuwa hana mambo ya khiana katika biashara. Ndio ikampelekea yeye kuwa mfanyibiashara hodari, mfanyibiashara mwenye faida mzuri, akawa ni tajiri kwa sababu ya uaminifu wake katika biashara. Mara kadhaa aliwahi kwenda Sham kwa ajili ya misafara ya kibiashara. Kama inavyojulikana kuwa Waarabu walikuwa wakisafiri rihlat ash-shita'i wa sayf kwa sababu ya biashara. Watu wakenda huku wakirudi huku,
huyu aleta mali kutoka huku, huyu apeleka mali kutoka huku, ili kwa sababu nini? Ya biashara. Na Sayyidina Abu Bakar aliwahi kwenda Sham pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hata Mtume hajapatiwa utume, na katika biashara yake akapata natija kubwa sana, na akawa ni tajiri miongoni mwa watajiri wa watu wa Makka. Sayyidina Abu Bakar yasemekana, na nana Aisha ameeleza hili, hakuwa ni mtu aliyojishughulisha na ibada ya masanamu wakati kama ule, wakati ambapo masanamu wameshtadi Makka. Kuna masanamu takriban 300 lakini yeye alikuwa hajishughulishi na ibada ya masanamu. Hata safari moja babake Abu Kuhafa alimtukua akamfunga katika chumba, akamuonesha, hawa ndio miungu wako, hii ni miungu yako, sasa kaa hapa ufanye ibada, uwaombe hawa miungu yako. Ile babake akaenda zake. Sayyidina Abu Bakar akakaa akawaangalia, akaanza sasa kuwaomba, na kuomba huku ni kuomba kwa stihzai. Akawaambia, ya Rabbi, ewe Mola wangu, mimi nasikia njaa sasa, nataka chakula. Masanamu kimya. Ya Rabbi, mimi nataka kitu kadhaa. Kimya. Akawa yazungumza nao, yataraji kuwa watamjibu. Yeye ameambiwa akae aabudu, hawa ndio miungu. Lakini kwa kuwa alikuwa ni mtu mwekevu, mtu mwenye fahamu mzuri, alijua hayafai kitu miji sanamu hii. Sayyidina Abu Bakar mwisho akawaambia, sasa mimi natukua jiwe hili, nitawapura na mawe, kwa hivyo mjihifadhi, jizuilieni, jiokoeni. Ile misanamu inka vile vile. Sayyidina Abu Bakar katukua mawe akayapura, kama namna Sayyidina Ibrahim al-Khalil alivyokuwa akia challenge ale masanamu wakati ule, mpaka mwisho akayavunda kwa mapanga. Watu wakauliza, man faala hadha bialihatina, nani aliyofanya hii mambo haya? Yeye kisha akamwambia, fasal kabirum, muulize yule mkubwa wao, yule ndo aliyowavunda hawa. Sasa wao wenyewe, huyu sanamu vipi wavunda hawa? Wao wenyewe wakajirudi nafsi zao. Na hapa Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq pia aliwachallenge wale masanamu, wao ni miungu, nipatieni chakula, nipatieni kadhaa, lakini hawakuweza. Na Aisha asema kuwa Sayyidina Abu Bakar hakuwahi pia kulewa. Katika umri wake hakujishughulisha na ulevi, na hili aliulizwa yeye mwenyewe Sayyidina Abu Bakar baadaye alipokuwa Uislamu ushapatikana, amekaa na maswahaba wakamuuliza, je, wewe uliwahi kulewa? Sayyidina Abu Bakar akamwambia, mimi sikuwahi kulewa. Kwa nini? Akawaambia kuwa ulevi ni kitu ambacho chapoteza mtu akili na champotezea mtu heshima yake, na mimi nilikuwa napenda kuhifadhi heshima yangu na napenda kuhifadhi akili yangu. Huyo ndo alikuwa Sayyidina Abu Bakar. Hata wakati kuna ujahili, wakati wa jahilia, uchafu umeenea, ulevi umeenea, shirki imeenea, yeye alijiweka mbali na mambo kama haya, aliona si sawa haya, na hii ndiyo iliyomfanya yeye Sayyidina Abu Bakar ni Siddiq akawa yuko karibu mno na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika marafiki wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ujana wao ni Sayyidina Abu Bakar.
huyo alikuwa ni rafiki yake mtume kuanzia ujana wao mpaka ukaja Uislamu, mpaka Sayyidina Abu Bakar akasilimu. Na kama alivyoeleza Imam Abu Hanifa kuwa wa kwanza walioslimu katika watu wazima ni Sayyidina Abu Bakar, na yeye akamwamini kwa sababu aliziona zile akhlaq za bwana mtume, na akhlaq za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hazikuwa zimetofautiana na akhlaq za Sayyidina Abu Bakar wakati wa jahiliya, zilikuwa ni akhlaki ambazo zenye kupendekeza. Inshallah tutakoma hapa kwa ajili ya wakati. Kesho tutaangalia namna Sayyidina Abu Bakar alivyoslimu na namna alivyoutumia Uislamu wake na mali yake katika kuupeleka mbele Uislamu. Wala afwa minkum. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.